Hizi ni enzi za kale za mji wa Kondoa nchini Tanzania. Inasadikika kuwa binadamu wameanza kuishi katika wilaya hii ya Kondoa kwa zaidi ya miaka 40,000 iliyopita. Ushahidi wa kihistoria kutoka michoro ya miambani ya Kolo Kondoa iliyochorwa yapata miaka 40,000 iliyopita na kabila la Wasandawe inadhihirisha wazi binadamu wameanza kuishi Kondoa kwenye mapango na kwenye safu za milima ya Irangi kwa kipindi kirefu zaidi kabla ya miaka 40,000. Kipindi cha wawindaji wa kale waliotuachia hadithi zao katika michoro hii ya miambani. Jina Kondoa inasadikika kuwa lilichipuka kutokana na jina la mto Mkondoa. Daraja hili kabla halijajengwa kwanza ilikuwa ni njia, kwa sababu kulikuwa hakuna bonde kali. Kulikuwa ni njia, watu walikuwa wanavukia hapa kwa miguu. Baadaye Wajerumani walipokuja, kwa sababu huu mto ulipokuwa unafurika wakati wa masika, hakuna mahala pengine pa kupitia, kwa sababu daraja lilikuwa la chini kule la chini la kwenye ardhi tu. Wakajenga ili binadamu wao wanavuka kwenda ng'ambo ya pili. Na Wamakua walipofika hapa mwaka ya mwanzo huko kabla ya Wajerumani, ndipo walipouliza huu mkondo wa wapi? Wakaambiwa unatoka Irangi. Ndio wakapaita twafika mkondo wa Irangi. Ndio mwanzo wa jina la Kondoa. Kwa hiyo Wajerumani walipokuja wakalitumia hilo jina, wakasema tumefika mkondo wa Irangi. Mwingereza alipotawala akaondoa M, akaweka kondo wa Irangi. Mwaka 61 tulipojitawala tukaondoa tukaweka KDC2, Kondoa District Council. Tukaondoa ile Irangi. Irangi tumeweka kwenye ukumbi tu huko kule kama ukumbusho, sababu makabila yanayoongoza yaliyoko katika wilaya yako makubwa manne. Wako Wasandawe, Warangi, Waburunge na Wasi. Kwa hiyo tukaona tukisema iitwe Kondoa District, Kondoa Irangi District Council, itaonekana ni halmashauri ya Warangi. Ndio likatoka hilo likabaki KDC, Kondoa District Council. Kwa hiyo Wamakua walipopanga hapo, ndio watu wa kwanza kuita jina la mkondo wa Irangi, mkondo wa maji, maana watu wa pwani hawakuzoea makorongo, wamezoea mikondo. Kwa hiyo wakaita twafika mkondo wa Irangi. Wilaya ya Kondoa ni tajiri sana katika rasilimali za mambo ya kale pamoja na uhifadhi wa mila na tamaduni za kale ambazo tangu kuumbwa kwa dunia zimeendelezwa na kutunzwa vizuri kizazi baada ya kizazi hadi karne hii ya 21. Hii ndiyo sababu iliyosababisha Shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO mwaka wa 2006 lilichagua michoro hii ya miambani ya Kolo Kondoa kuwa ni urithi wa ulimwengu. Utajiri wa historia ya Kondoa ni pamoja na mali kale za majengo mbalimbali ya kihistoria.
kama vile ikulu ya Wajerumani, ambapo shughuli za kiutawala ziliendeshwa katika majengo haya ya utawala wa serikali ya Kijerumani. Majengo mengine ni mji wa kale wa Kondoa, ulioshamiri zaidi kipindi cha karne ya 18 na 19. Historia ya Kondoa ni pamoja na kanisa hili la kwanza kujengwa na wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu, yaani Holy Ghost, mwaka wa 1907, kipindi cha vita ya Majimaji. Mnamo mwaka wa 1907, mji wa Kondoa ulipokea wageni kutoka Moshi. Wageni hao ni Padre Andrea Krieger Kafefe wa shirika la Roho Mtakatifu na Broda Timoteo, pamoja na makatekista 4 wa Kichaga, yaani walimu wa dini. Walisafiri kwa miguu wakitokea Kibosho Moshi kupitia Arusha. Milima na mabonde na misitu minene yenye wanyama wakali waliivuka salama. Na mnamo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 1907 walifika Kondoa na kusiha mbegu ya Ukristo wa Kikatoliki kwa ibada maalum iliyofanyika katika eneo hili la kanisa hapa Kondoa. Mwaka huo huo wa 1907, Padre Andrea Krieger Kafefe alisafiri kuelekea kijiji cha Irangi, yaani Haubi, ambapo ndipo chimbuko la kabila la Warangi. Alipofika, alianzisha misioni kwa kujenga kanisa dogo la nyasi. Mazingira aliyoyakuta Padre Andrea Krieger Kafefe mwaka wa 1907 katika eneo la Haubi ni safu za milima ya Irangi iliyoshona msitu mnene pamoja na wanyama wa aina mbalimbali. Wenyeji wa kijiji cha Haubi wakati huo wa zama za miaka 1907 walikuwa wachache sana. Waliishi kwa kutawanyika milimani na mabondeni, wakiendesha shughuli zao za uwindaji, ufugaji na kilimo. Mnamo mwaka wa 1933 waliwasili mapadre wa shirika la mateso ya Yesu, yaani Passionist Fathers, pamoja na masista wa shirika la Misericordia wa Verona kutoka nchini Italia. Walifika Tanganyika mwaka huo na kuweka makazi yao katika mji wa Dodoma, na wakajenga kanisa hili zuri la kihistoria la Mtakatifu Paulo wa Msalaba, lililojengwa kufuatana na tamaduni za makanisa ya Kirumi yaliyopo barani Ulaya. Mwaka wa 1934 mapadre wa shirika la mateso ya Yesu pamoja na masista wa Misericordia kutoka Verona, Italy,
Walisambaa karibu jimbo zima la Dodoma, wakifundisha dini ya Ukristo na kusaidia jamii katika masuala ya elimu na afya. Na alama kubwa walioiacha ni kanisa hili la Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, parokia ya Haubi, Kondoa.